Joyce Meyer Ministries. Jukumu letu ni kumtumainia Mungu, kutenda mema, kusalia na amani, na tuamini kwamba Mungu anatupigania na anakabiliana na adui zetu. Kitu kinachofuata, njia ya tatu ya kumpinga Ibilisi, na ni kitu kizuri sana, ni kuwa na muda katika uwepo wa Mungu. Kwa kweli, muda wako na Mungu ni vita vya kiroho. Amani ni vita vya kiroho. Kile tunachoweka pesa zetu na muda wetu ndani yake ndicho kilicho muhimu kwetu. Ukisema kwamba huna muda wa kukutana na Mungu, basi ukweli ni kwamba Mungu hana muhimu sana kwako. Ikiwa na rafiki na kamwe hana muda wa kunipigia simu, basi ukweli ni kwamba sina umuhimu sana kwake. Tunaweka pesa zetu na muda wetu katika kile kilicho muhimu kwetu. Ikiwa kukua kama Mkristo ni muhimu kwako, utawekeza pesa zako katika rasilimali za Kikristo ambazo zitakuelimisha. Utafanya hivyo bila kusitasita. Daima kuna watu wanaozungumza kutuhusu mahali fulani, na huenda hawasemi mambo mazuri. Na ikiwa unasimama mbele ya watu wengi, basi wale watakaozungumza kukuhusu watakuwa wengi zaidi. Ikiwa wewe ni mwajiri wa kawaida tu, huenda hutasemwa sana. Punde unapokuwa mkubwa, watu wengi zaidi wataanza kukusema. Unapaswa kujaribu kufanya kazi ninayofanya mimi. Utajionea mwenyewe. Napenda kifungu hiki katika Zaburi 31:20. Kuna mtu anayefanya huduma ambaye alinipigia simu hivi majuzi na akaniambia alikuwa anapitia hali ngumu, kwa sababu kuna watu ambao hawakupenda kile alichokuwa anafanya, ile hali yeye alihisi kana kwamba alikuwa anaongozwa na Mungu. Na nilimtajia kifungu hiki mara moja, Zaburi 31:20. Utawasitiri na fitina za watu katika sitara ya kuwapo kwako, utawaficha katika hema na mashindano ya ndimi. Basi hiyo inamaanisha kwamba haijalishi ni nani ananisema kwa njia mbaya au watu wana maoni gani kunihusu, ninapokuwa na muda na Mungu kila siku na niketi katika uwepo wake na nizungumze naye, nisome neno kidogo au chochote nitakachoamua kufanya wakati huo, nimshukuru Mungu, niombee watu wengine, iwe tu muda wangu wa kutafakari, muda wangu na Mungu. Na unaona, najua kwamba Mungu daima yupo. Na unajua, hebu tuseme tu sawa, leo nimejipiga marashi, yana harufu kali kidogo, yananukia kama mdalasini, na yatumia kwa sababu ni hayo peke yake ndio inayoweza kuyanusa mwilini mwangu. Lakini unajua kitu, ukishinda na mimi leo alasiri na pengine unikumbatia au kitu kama hicho, yamkini utashikwa na harufu hiyo na uanze kunukia marashi hayo. Basi unajua nini, tukitembea na Yesu, naye pia atakuwa sehemu yetu. Amen. Na nakumbuka wakati mmoja nilikuwa naenda kuzungumza katika mojawapo ya mikutano yangu ya kwanza kabisa, na ilikuwa ni mojawapo ya mikutano yangu ya kwanza mikubwa, na nilikuwa na hofu kabisa. Nilikuwa mjini Jacksonville, Florida, na nilikuwa na muda mwingi sana na Mungu asubuhi hiyo. Niliogopa sana. Wacha niwaambie kitu, kadri unavyozidi kuogopa ndivyo utakavyozidi kumtegemea Mungu. Na kama sitasahau, nilipokuwa natembea kuingia katika ukumbi wa mkutano asubuhi hiyo, Dave tayari alikuwa ameshawasili na alikuwa katika meza yetu ya rasilimali, na nilipokuwa natembea peke yangu, mwanamke mmoja alikuja na akaniambia, naweza kuona kwamba umekuwa pamoja na Mungu. Basi hiyo ilikuwa muhimu sana kwangu. Na unajua nini, wacha niwaambie kitu, ukiwa na muda na Mungu, watu hutambua kwamba kuna kitu tofauti na wewe. Huenda hawana ufahamu wa kutosha kujua kwamba umekuwa na Mungu, lakini wataona una amani na utulivu. Unajua nini, hata siulizi watu tena wewe ni Mkristo au hapana. Unachopaswa kufanya ni kushinda tu na mtu kidogo, na baada ya muda mfupi utaweza kusema wewe ni muumini, sio? Kimsingi hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Ikiwa ni lazima uangalie kama gari langu lina kibandiko cha Kikristo ili ujue kama mimi ni muumini au la, basi nina tatizo. Unapaswa kuweza kutambua Kristo wangu kupitia kile nitakachofanya ukilikatiza kimakosa barabarani kwa gari lako. Jamani, sasa nahubiri vizuri. Jamani, siwezi kutoka nyumbani kwangu bila kuwa na muda na Mungu. Naweza kuogopa sana kufanya hivyo. Ibilisi ananichukia na najua hivyo. Na
kinga dhidi yake, lakini mojawapo ya kinga nzuri zaidi ni kujipaka Mungu kila mahali. Chukua tu hiyo, finya hiyo chupa kabisa. Nakwambia leo asubuhi nilijipaka kweli kweli. Nilijipaka mafuta mwilini kisha nikajipiga marashi kwa sababu aliniambia nifanye hivyo. Kwa hivyo unajua tunapaswa kujipaka Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kila asubuhi. Amen. Na kusikitisha ni kwamba kuna watu wanaompenda Mungu na wanaenda kanisani mara kwa mara, lakini hawaelewi kile ninachosema kuhusu swala la kuwa na muda na Mungu. Unajua, huenda una orodha yako ya vitu ambavyo wewe hufanya. Unaomba maombi uliyotayarisha hapo awali na unasoma sura moja ya Biblia kila siku bila kujali kama kweli unahitaji kufanya hivi au hapana. Nazungumza kuhusu kukutana na mfalme. Nazungumza kuhusu kukutana na rafiki yako na kuzungumza naye juu ya kila kitu kinachokutatiza. Nazungumza kuhusu kufungua moyo wako. Sawa, sasa njia ya 4. Mpinge ibilisi kwa maneno yako. Fahamu neno la Mungu. Maneno yana nguvu. Mithali 18:21, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mungu hunifunza mengi kuhusu maneno. Nimetumia muda mwingi nikisoma kuhusu maneno. Na hata si yule unayezungumza naye ndicho kitu cha muhimu kila wakati, ni maneno unayotamka. Unaweza kutamka maneno na yakaenda angani na bado yanaweza kuathiri maisha yako. Ikiwa kuna roho ya ugomvi nyumbani kwako, unaweza kukemea roho hiyo ya ugomvi na useme, sitaishi katika mazingira ya ugomvi, na chukua mamlaka juu ya roho hiyo katika jina la Yesu. Sasa hiyo imaanishi kwamba hutapaswa kufanya mabadiliko nyumbani kwako, lakini inamaanisha unakabiliana na ukandamizaji wa kiroho ambao unajaribu kutawala nyumba yako. Wakati wa kumsifu Mungu leo asubuhi, kusema ukweli, na si kwamba nataka kuwashtua, lakini nilihisi uhuru wa kweli. Nilihisi uhuru wa kweli hapa leo asubuhi, na naamini kwamba kumtukuza na kumsifu Mungu huondoa giza na huleta hali uhuru. Unajua kwamba watu tulio nao wanaofanya huduma ya kumsifu Mungu ni watu muhimu sana kwangu. Huwa nashiriki katika kumsifu Mungu kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa sababu hiyo ni muhimu kwangu. Hiyo hunisaidia kujitayarisha. Hukusaidia kujitayarisha. Huwa hatushiriki tu watu ambao wanaweza kuimba wimbo mzuri. Nataka mtu ambaye anaweza kuingia katika kumsifu Mungu, ambaye anaweza kuwafanya watu wajisahau na wamfikirie Mungu. Fahamu neno la Mungu na ulikiri. Biblia inasema kwamba tunaweza kukiri neno kwa walio wanyonge katika wakati unaofaa. Ni jambo la ajabu kwamba unaweza kubadilisha siku ya mtu kwa kumwambia neno linalofaa kwa wakati unaofaa. Hebu tafakari hilo. Au unaweza kuharibu siku ya mtu kwa kumwambia neno baya kwa wakati usiofaa. Isaya 53:7. Nafikiri kifungu hiki kinaonyesha nguvu ya maneno vizuri kabisa. Alionewa, anamzungumzia Yesu, lakini alinyenyekea wala hakufungua kinywa chake. Kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wakatao manyoya yake, na hakufungua kinywa chake. Sasa unajua nini? Sikuelewa hiyo. Miaka yote nilikuwa kanisani, tulisoma Isaya 53. Sikuelewa hiyo. Hakufungua, si kwa makini tuliposoma andiko hilo, hakufungua kinywa chake. Lakini sasa naelewa. Hebu tuangazie Yohana 14:30. Hapo ndipo tulipoachia jana usiku, lakini ningependa tuizingatie kwa dakika zingine chache tu. Mtaona kitu chenye nguvu. Kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni, hakufungua kinywa chake. Sasa Yesu alipokuwa anajitayarisha kuingia katika wakati wake wa mateso makubwa zaidi, aliwaambia wanafunzi wake mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Hatuunganishwi na kitu chochote. Hakuna chochote ndani yangu ambacho ni chake, na hana nguvu juu yangu. Na hata angeongezea na kusema, na nitakuwa chini ya shinikizo kubwa. Huu utakuwa wakati wa uchungu na mateso makubwa kwangu, na sitazungumza sana kwa sababu sitajiweka katika hatari ya kusema kitu kwa ajili ya uchungu wangu au fadhaa yangu, na nimfungulie adui mlango. Kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni, hakufungua kinywa chake. Na nakwambia, wiki iliyopita nilikuwa na siku mbaya, na Ibilisi alikuwa ananialika katika sherehe ya kujionea huruma, na karibu nikubali.
hata nafikiri nilikubali kwa muda mfupi. Na unajua, ukiwa hali hiyo, kwa sababu fulani, kuna kitu ndani yetu ambayo hutaka mtu atuulize, je, kila kitu kiko sawa? Ili tuanze kuambia jinsi ambavyo mambo hayako sawa. Jamani, mko pamoja nami? Na bila shaka huo ni upumbavu, ni mambo ya kimwili na kihisia, mambo kama hayo. Na tayari nimeshafanya uamuzi wangu. Ikiwa mtu yeyote atagundua kwamba nimekuwa na siku mbaya na niulize ni nini mbaya, nitasema hakuna kitu nitakachosema ambacho ni kizuri, kwa hivyo nimeamua kunyamaza. Nafikiri tunapaswa kutumia mtazamo huo maishani mwetu. Wakati mwingine, ikiwa unajua kwamba uko katika hali ambayo hakuna kitu utakachosema ambacho kinastahili kusikizwa, au huenda ukamfungulia Ibilisi mlango, au utasema kitu ambacho baadaye utajuta kwa nini ulikisema, basi sema tu, Mungu, naomba unisaidie kufunga kinywa changu. Unajua kile tunachoambia watoto wetu, ikiwa uweze kusema kitu kizuri, basi usiseme chochote kabisa. Sawa, wacha tuseme mimi ni mama leo. Ikiwa uweze kusema kitu kizuri, basi usiseme kitu chochote kabisa. Na mimi pia najiambia vivyo hivyo. Ikiwa uweze kusema kitu kizuri, basi usiseme kitu chochote kabisa. Kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni, hakufungua kinywa chake. Hebu tuzungumze kuhusu upande mwingine wa swala hili. Kuna wakati wa kufunga kinywa chako na kuna wakati wa kutoa unabii. Ezekieli 37 ni mojawapo ya maandiko mazuri zaidi yanayozungumza kuhusu nguvu ya kutoa unabii wa neno la Mungu, na hiyo inamaanisha kukiri neno kwa kinywa chako. Biblia inapozungumza kuhusu unabii haimaanishi wadhifa wa nabii kila wakati. Leo natoa unabii wa neno, nakiri neno kwa kinywa changu kwa ujasiri chini ya upako wa Mungu, na linapenya katika giza na kuleta mabadiliko katika maisha ya watu. Sawa, hii ni mistari 10, lakini nataka muwe pamoja na mimi. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Je, umewahi kuhisi kwamba kila mahali unakoangalia kile unachoona ni mifupa mikavu iliyokufa? Jamani, mlima wa madeni, mlima wa nepi chafu, sinki iliyojaa sahani chafu, gari lisiloenda, gereji ambayo haijasafishwa kwa miaka 100, mume ambaye hajanyoa ndevu kwa wiki 2. Au mke ambaye hajachana nywele zake kwa mwezi mmoja. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Tunapoingia katika uhusiano na Kristo, sisi sote huwa na bonde lililojaa mifupa iliyokufa, na huwa ni kana kwamba tunaiangalia na tunasema, Mungu, je, kweli unaweza kufanya lolote na hali hii mbaya? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Hiyo ni kusema kama hali hiyo mbaya inaweza kurekebishwa, basi wewe peke yako ndiye una suluhu. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii. Uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Wow. Unaweza kutoa unabii juu ya maisha yako ya zamani na useme, naachana na mambo ya zamani na napiga hatua mbele ili nipate mazuri yaliyo mbele yangu. Unaweza kutoa unabii wa neno la Mungu juu ya maisha yako ya zamani, maisha yako ya siku za usoni, juu ya akili zako, juu ya hisia zako, juu ya watoto wako, juu ya ndoa yako, juu ya kila kitu maishani mwako. Jamani, tunajua jinsi ya kufungua vinywa vyetu na kusema mambo. Tumetumia maisha yetu tukisema mambo ya kipumbavu. Na sasa ni wakati wa kutumia muda wetu kila siku kukiri neno la Mungu kwa sauti. Kinywa chako ni hatari kwa ufalme wa giza unapokitumia kukiri neno la Mungu. Katika Ufunuo tunamwona Yesu akija kwa farasi mweupe, huku upanga ukitoka kinywani mwake. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili. Waibrania mlango wa 4 mstari wa 12. Hiyo ndiyo silaha yetu kuu zaidi dhidi ya adui. Silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Huwezi kuona neno, lakini unaweza kuona athari ya neno. Maneno yana nguvu ya kusababisha hali fulani, nguvu ya kusababisha maangamizi au ya kujenga. Ni juu yetu jinsi tutakavyotumia. Neno ni chombo, unaweza kulijaza na chochote utakacho. Mstari wa 5, Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya. Mungu alinena na mifupa, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi.
nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana mtawala mkuu kushinda wote, ambaye hutaka uaminifu na kutumikiwa kwa utiifu. Sijui nyinyi, lakini hiyo inanisisimua. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Na wakati mwingine unapoanza kutoa unabii wa neno la Mungu juu ya maisha yako, kwanza utapata kutikiswa na kutetemeka. Jamani, wakati mwingine vitu lazima vitawanyike kabisa kabla havijaanza kuletwa pamoja tena. Wakati mwingine tuna tatizo ambalo tunaweza kulistahimili, lakini si baya kiasi kwamba linaweza kutufanya tuachane na mambo mengine yote ili tulitatue. Jamani, mstari wa 8, nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri. Utabirie upepo, mwanadamu, ukawaambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukawapuzia hao waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru. Wacha tu nibadilishe hiyo kidogo. Basi nikakiri neno la Mungu aliyoniwekea kinywani mwangu, na pumzi na roho ikaingia maishani mwangu, na nikasimama kwa miguu yangu, na nikawa na maisha mema ajabu ambayo Yesu aliniahidi, na hakuna chochote cha maisha yangu ya zamani ambacho kimeniathiri tena. Nilikuwa mtoto aliyepigwa na kudhulumiwa kingono, nilitelekezwa na mamangu. Sasa mimi ni mhubiri wa neno la Mungu, na hubiri neno la Mungu kote duniani katika lugha 75. Jamani, usiniambie neno halifanyi kazi. Nimechelewa sana. Hakuna mtu anayeweza kuniambia neno halifanyi kazi. Hii peke yake ndiyo nilionayo na nimeitumia, na nakwambia neno lina nguvu, lakini ni sharti ulikiri kwa kinywa chako. Ndiyo maana napenda Biblia yangu. Napenda neno la Mungu. Kitu cha 5, Yakobo 4:7, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Njia rahisi zaidi ya kumpinga shetani ni kufanya kile ambacho Mungu anakuambia ufanye. Si hiyo ni rahisi? Sawa, basi hebu tuone ni vipi naweza kuhubiri kuhusu jambo hilo. Fanya hivyo. Chochote anachokuambia kifanye. Zaburi 91:11, atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote za utiifu na huduma. Haisemi kwamba naweza kuishi tu pasipokuwa na utiifu na nipate usaidizi na ulinzi wa Mungu ambayo ningepata kama ningeishi kwa utiifu. Na sizungumzi kuhusu, unajua, mambo ambayo hatufanyi kwa njia sahihi maishani mwetu. Sizungumzi kuhusu kufanya makosa. Sizungumzi kuhusu kufadhaika, kuenenda kimwili, kutubu na kuendelea na uhusiano wako na Mungu. Mimi hufanya makosa kila siku. Nazungumza kuhusu kutotii kwa makusudi. Na huo ni ujumbe mwingine, lakini leo hii kuna ukosefu wa utiifu sana 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 katika mwili wa Kristo. Yaani watu wanafanya mambo ambayo ukiona unasema tusiamini nayoona. Sasa kutii kwa kiwango cha juu zaidi kuna hitaji mtu aifie nafsi yake. Hiyo ni kusema, ikiwa kweli nitamtii Mungu, basi sitapata kile ninachotaka kila wakati, lakini nikimtii Mungu nitagundua baadaye kwamba kile nilichofikiria kwamba nakihitaji hakikuwa kitu nilichotaka. Je, mmelewa hiyo au nahitaji kuisema tena? Amen. Unaona, nafikiri nataka kitu fulani lakini sitaki kuiachilia, na Mungu anasema hapana, unahitaji kuachana na kitu hiki. Unahitaji kujitenga na kitu hicho. Kinatia sumu maishani mwako. Huwezi kukua katika mimi ukifanya hivyo. Ni ngumu kwangu kuachana na kitu hicho. Ni sharti nifie nafsi yangu ili niachane nacho. Nalia ninapoachana nacho. Nahisi kana kwamba Mungu ni mkatili ninapoachana nayo. Kisha baadaye niligundua kwamba kile nilichofikiria nataka si kitu nilichokuwa nataka, na kama ningepata kile nilichokuwa nataka ningefadhaika. Sasa nina furaha na Mungu alikuwa anasema ukweli. Amen. Wow. Maandiko mengi mazuri kuhusu kumtii Mungu. Napenda Warumi 5:19. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Anazungumza kuhusu Adamu. Kadhalika kwa kutii kwake mmoja, Yesu Kristo, watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Wow.
Angalia kile kilichotendeka kupitia Adamu na uangalie kile kilichotendeka kupitia Yesu. Maamuzi mawili tofauti. Mmoja hakumtii Mungu, mwingine alimtii Mungu. Mmoja alimtii Ibilisi na mwingine hakumtii Ibilisi. Ibilisi yu hai kabisa duniani. Anamchukia Mungu. Anachukia chochote ambacho ni kizuri. Anatuchukia. Yeye ni adui aliyeshindwa. Tayari ameshashindwa. Tunahitaji tu kujua hivyo. Kitu cha 6. Shinda vita kwa upendo. Unashinda uovu kwa wema. Wacha niwaambie jambo, unapokuwa na tatizo kubwa zaidi maishani mwako, huo ndio wakati mzuri zaidi wa kumtendea mtu mwingine mema. Inaonekana hiyo hamjaipokea vizuri sana. Sawa, tutarudi nyuma kisha tujifanye kana kwamba sikusema hivyo. Unapokuwa na tatizo kubwa zaidi maishani mwako, kitu bora zaidi unachoweza kufanya ni kumtendea mtu mwingine mema. Sawa, haya Mathayo 24. Hii ni sura nzito katika Biblia. Inazungumza kuhusu siku za mwisho tena kinagaubaga. Angalieni mstari wa 4 unasema, angalieni mtu asiwadanganye, asiwapotoshe na kuwaongoza kufanya makosa. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, wakitumia jina ambalo ni langu mimi peke yangu, wakisema mimi ni Kristo. Nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Haya basi. Lakini nasema, lakini msitishwe. Wacha niwaambie kitu, sisi kama watoto wa Mungu hatuhitaji kuogopa chochote. Hatuhitaji kuogopa chochote. Na hatupasi kuogopa Ebola, na hatupasi kuogopa magaidi, na hatupasi kuogopa kuanguka kwa uchumi na thamani ya fedha. Hatupasi kuogopa chochote. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu tunajua kule tunakoenda. Na sijui nyinyi, lakini mimi niko tayari kwenda kokote anakotaka niende. Naenda mahali pazuri zaidi. Amen. Nadhani tunahitaji kusikia mengi kuhusu mbinguni na kuhusu uzima wa milele. Tunahitaji kuacha kufikiria sana kuhusu mambo yote ya hapa duniani. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu usioweza kuvumiliwa. Mstari wa 9, wakati huo watawasaliti nyinyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Unajua hatujashuhudia hali hiyo hapa kwetu, lakini ni kitu kinachoendelea duniani. Haya, sasa sikilizeni mstari wa 10. Ndipo wengi watakapojikwaa watakasirika. Sasa katika nyakati hizi tunazoishi leo, ni nini kinatendeka? Wengi watakasirika. Sijaona wakati ambapo watu wanakasirika haraka kama wakati huu. Hasira hata barabarani, jamani. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Nitarudia tena. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Huu hapa mstari naotaka. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Upendo wa wengi utapoa. Wengi hawa wanaozungumziwa hapa ni kanisa. Na mojawapo ya ishara ya siku za mwisho ni kwamba upendo miongoni mwa waumini utapoa. Na neno la Mungu linasema kwamba tunahitaji kuwa na upendo mwingi ulio na moto. Agape ya Mungu. Niliisoma leo asubuhi. Nilikuwa nasoma tanbihi katika tafsiri tofauti ya Biblia ambayo nimekuwa nikisoma kwa lengo la kusoma tafsiri mbalimbali. Tafsiri hiyo ilikuwa na tanbihi kuhusu upendo, agape, ambayo ni upendo wa Mungu. Na ilisema kwamba agape ya Mungu haihusiani sana au haihusiani kabisa na hisia, bali inahusiana na nia na maamuzi. Basi aina ya upendo tunayozungumzia si ile inayosema sikupendi tu kwa sababu sitaki kukupenda, bali ni ile inayosema nakupenda kwa ajili nimejitolea kukupenda. Kuna mambo mawili ninayotaka kusema kuhusu upendo. Upendo unahusiana na yale tunayowatendea watu, si hisia tu. Ni jinsi unavyoamua vitendo utakavyowatendea watu. Na nadhani kimsingi upendo hujidhihirisha kwa njia mbili, katika kutoa na kusamehe. Upendo hutoa na husamehe. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie
asipotee kutokana na dhambi zao, kwa maana wanaweza kusamehewa bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo vitu viwili ambavyo naona Mungu akitupatia kila siku ya maisha yetu ni msamaha, na kisha anatoa na kutoa. Yeye hutushughulikia, hutosheleza mahitaji yetu, hutuonea huruma, hutuonyesha rehema zake, na hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya. Tuondoke na twende duniani na tuseme, nimejitolea kuwapenda watu leo. Ibilisi, nenda ujinyonge, na enenda katika upendo. Nitaenenda katika amani. Nitakuwa na muda na Mungu. Nitacheka sana kwa sababu najua nataka kuniona nikiwa na huzuni na nimefadhaika. Jamani, tuko katika vita. Wacha kumsaidia ibilisi na uanze kumpinga ibilisi.